Hello, good morning everyone, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Zavini Breakfast Show, and of course, this is the #1 breakfast show. I'm told what not to watch even all the way from Somalia, Mombasa. If you haven't subscribed to the channel, you are missing the best breakfast show. So, being a student comes with the responsibility. Yeah, being a student, you have to learn, you have to work hard in school, and you have to achieve all the goals that you have, including after school. You have to look for a job to help your parents and even your siblings. So on the show today we have this guest is a gospel artist, and we just want him to talk about how you balance being a student, doing your studies in schools, and walking the spiritual life. On the show today, the guest is Stanley Patrick in the house. Mkubwa. Yeah. How are you doing? I'm good. Uko poa? Yeah, niko fine. Corona inakupeleka aje? Hii corona tunapambana, imeharibu mambo mob, but tunajikaza. Grace is sufficient. See, I thought it works to the advantage of artists. Not all artists, because utapata some artists wali release ma song, utapata mtu ali invest kutoa wimbo na corona ikakuja. So utapata hatapata ma shows za ku pay back to what he invested in. So welcome to Zavini Breakfast Show, yeah, and of course this is the best breakfast show so far. Wewe shaisikia breakfast show gani iko na kushinda hii? This is the best. This is the best. You just know like that. So tell us about you brief information about you. Who is Stanley Patrick basically? Okay, Stanley Patrick is a gospel artist all the way from Kakamega. Ni 037. Yeah, 037 Butere. Yeah, nilianza kuimba back in 2017-2018. My first song nika release 2020. Yeah, I'm a student, Bachelor of Science, Telecommunication. Yeah, namalizia. Where were you in 2018? Are you 2017 when you started singing? 2017, I had just completed my Form 4 studies, and then 2018 I joined the university. Kwani nyinyi hamko mnaimba kwa hizi entertainment za high school? Huko unajua kuimba hapo. Like mimi sasa ukikutana na high school, watu wenye nilisoma nao high school wakikuambia my story, hadi wengi wao wanashangaa man artist, because mimi nilikuwa niko focus na kitabu sana. High school hadi huko unaimba? Maybe nikiwa kwa bafu ama nikiwa yeah, kama nimechoka, nimeboeka hivyo, but kuimba So it's true that everyone can sing, especially if you want to know that kila mtu anaweza imba. Wewe ngoja ingie kwa bafu. Nasikia mtu anapiga bass, kama ni mwanaume anapiga bass. Kama ni demo anapiga hapo soprano yake mdogo. So, Stanley Patrick, welcome to Zavini Breakfast Show. What's the first thing you do when you wake up? Mimi yangu huwa ina alternate. Naweza amka maybe 1 week naamka naenda morning run, and then after morning run naenda prayers kiasi. Yeah, and then narudi kwa nyumba najiprepare for my classes ama for the day. Yeah. So hiyo ndio kitu unafanyanga ni daily ama once? Si daily, once. Yeah, you maintain. Ni ngori maintain hiyo program. They say when you want to start doing morning run, unapanganga venye hii wiki ndakuwa naamka nipige morning run. Unaamka once, nasema acha nikunywe maji. The next unaamka unainua hivi kichwa unarudi kulala. So, you said you're a student at Kabarak University, pursuing a Bachelor of Telecommunication. Bachelor of Science in Telecommunication. And you're also an artist. I'm also an artist. How do you manage to balance this thing? Lazima clarify. Gospel artist. Yeah, gospel artist. Unazibalance aje? Wasanii ni wengi huku nje. Okay, mimi basically najua ni like being an artist at this stage ni God amenipea hiyo opportunity. Na utapata kazi ya God haiwezi mix, unaget. So kubalance as long as najialign with the purpose of God and the will of God at each and every time, utapata siwezi jichanganya, because kani time ya class na focus on class. Ikifika kuna show mahali ama inafaa niende studio, basically unapata studio naendanga weekends ama during holidays, and then video inapangwa pia inafanywa weekend, show mob ni weekend, so siwezi jichanganya. Are you doing gospel juu unajua kuimba ama because you are saved unapenda Mungu? Unajua kuna mtu anafanya gospel juu. Okay, there's an artist mwenye anafanya, let me just say singing. Yeah. Because maybe anajua kuimba, kuna hiyo sauti ya kuimba. Yeah. So for your case, are you doing gospel because you know how to sing ama Jesus Christ is your personal savior? Mimi nafanya gospel because it's a calling for me. Okay. And I believe that God anataka kunitumia with this gift ku change the society na ku change my generation.
because through like being a gospel artist ama being an artist, to me it's like a reflection, because utapata Bible inasema you are the light of the world, you are the salt of the earth, unaget. So utapata mimi na take it from that point, being an artist inanipatia that flavor as the light and more flavor as the salt, unaget. So naweza change the society and the generation in any way according to God's will and purpose. So it's basically gift from God na unajaribu kuitumia kuserve Mungu. Yeah. It's so motivating kuona a student kama wewe specializing mazetu to serve the Lord. Yeah. So nataka kukuuliza swali, yeah? Do you think ni nini nafanyanga mostly students kuserve Mungu kuna venye inakuanga, I don't want to call it a problem, but you find that most students wanapendanga, their priorities is not to enda vitu kama, let me say, kama kuna service, they always prioritize kwenda club. Because the topic today that nataka to handle is about walking in the path of Christ as a student. Yeah. So mbona unadhani inakuanga shida ma student mostly wana prioritize kwenda kwa hizo vitu zingine and not to serve the Lord? Let me tell you something. Unajua vitu za dunia ni tamu sana. Yeah. Vitu za dunia ni very sweet. Madunda. Wacha juu kila mtu like we are mature and what. Ukiangalia vitu za dunia, tuseme like bash, immorality, sex, vitu kama they are very sweet and they are very like ni vitu zinapendeza macho sana. So unapata sisi kama students, not unless uko rooted, deeply rooted, because unajua saa hii generation yetu kuna Christian, yani very serious Christians na kuna Christians, unaget, yani wale wenye wanaenda tu church juu it's a routine, unaget. So utapata if you're in that category, hauna that personal relationship na God na haujui who God is. Ama unajua kuna watu wanasikia tu Mungu wako, unaget, na wanaenda wanaomba wanasoma Bible, but kuna ule mtu mwenye anajua God na ame experience God, utapata yeye kufight like kujia involve na hizi vitu, at least akona hiyo grace. But to the other people ama most of the students, unapata wengi watu nakuja kampo with that mentality, manze nataka kwenda ku-explore the world, nataka kwenda ku-explore new ideas and new. So utapata the moment unakuja, unajua the first intentions huwa zina matter a lot in every situation. So utapata kama intention yako ya kwanza ukijoin kampo ilikuwa ya nitasoma but nita explore this other side. So utapata kubalance na kuseek God, manze itakuwa tricky. Okay, so basically you've stated that to serve the Lord as a student, you just need that you have to be deeply rooted to serving the Lord. Yeah. Now, I want to ask you a question personally kama wewe. What is it that unaona has kept you on moving to the path of Christ and unaona I'm not deviating anytime soon, I'll continue serving the Lord? Ni nini ile moja imekuwa iku drive to that you just want to serve the Lord and nothing else? Mimi naweza sema the faithfulness of God, unaget. Alafu mimi I'm not perfect. Pia mimi niko na shortcomings zangu. Pia mimi ni youth manze with the artist aspect and student, unaget. Pia mimi niko na mwili manze. Natamani madem, natamani kulewa pia hizi vitu, but the faithfulness of God, yeah. Unaget. Nikikumbuka like who God is. Si serve God juu ya vitu amenifanyia ama amenibariki, ama unajua kuna mtu ana serve Mungu ama because amenipea gari. Mimi na serve God because of who he is, because najua God ndio the author and finisher of my life. Anaweza amua tu sasa nitoke kwa hiyo hivi nani nikuwe past tense. So mimi na serve knowing that nilikuja kumserve. So anytime na mess ama na go astray, I must go back to him, because najua without him manze siwezi enda place yote. You operate like David ama nani? Ni nani kwa Bible akifanya dhambi ana realize anakuja na David alifanya ile kitu na Bathsheba ikabidi arudi akaomba. Yeah, kidogo hadi mimi si ati after God's own heart. Yeah. Okay, so what's your take about a student? Okay, you know sometimes these things is not like tunaziplan, but you find that wewe umetoka tu kwenyu, maybe you're from your home where you are, yeah. You are just this good student mwenye you always follow instruction and your parents wamekubring tu up vizuri, but you find that umekuja kampo, they're always sitaki kuharibia team of final years, but hawa tunapatanga hapo mbele
they're always there mazee kuku influence tu. Surprisingly most of them they don't influence you to do good things. They always influence you to mazee muende club kitu kama hiyo. So what you take about a student amekuja tu innocent mzuri sana, alafu kidogo hapo first year ameanza kunini kidogo anapelekwa clubs, bangi nini story kama hizo. Unaweza mwambia nini sasa kama wewe? Unajua kitu ya kwanza naweza sema ni that the same way people see what you let them see. Una get? Now you will be influenced by what you see, by what you hear. Una get? Na wewe mwenyewe uko na choice of what you will see, of what you will hear, of people you will interact with. Una get? So as a student umejoin campo, kitu nimesema ni the first intentions zako. Na yani the drive in you, una get? Kama wewe unajua umekuja shule kusoma na kufocus on something, then do it. Unaona? Kama umekuja na intention unataka ukatie kila dem campo, fanya, lakini ujue Bible inasema like at the end of it all judgment itakuja. So at the end of it all jua there are consequences for your actions. So kama umekuja as a student, don't let the things around you affect you. Unaona, stick to your standards, stick to your values. Una get? Moral zenye umelelewa nazo. Una get? Alafu the people you allow in your life, the people you let into your space, because mimi wanaona mostly as students the people we let into our space ndio huwa wanatu affect a lot, na ndio huwa wana change. Una get? Because utapata fresher amekuja manze, yeye huwa anavaa tu fiti, anakladi manguo decent and stuff. Una get? Lakini akona best fulani ni manguo zingine ukiona hivi, yani ni ile ukiona mara ya kwanza unakuwa tempted kuona mara ya pili na ya tatu. Una get? Ai, na yeye sasa anaona juu pia mimi nataka attention ya mafotia. Juu unajua sasa tuseme kama wewe ni freshana una hang out na fotia, unajua umeomoka mbaya. So pia unataka hiyo attention, utamfuata. But ukijua who you are, the first thing ni kujijua. Ukishajijua ujue like mali umetoka. Mimi huwa naambia wase focus kwenye unaenda, not your locality. Okay. Una get? Na utapata like utakuwa poa na utamove vifiti in this life as a student. The Vini Breakfast Show, the number 1 breakfast show East and Central Africa. The best. So, ni nini unapendanga kukunya nayo chai? Mimi napenda KDF, napenda but of late wamepunguza size, so Muluya. Karibu sana ugali baridi. Napenda KDF lakini of late bana hii bakery bana wakiona hii interview bana waambie waongeze size. Hiyo flat manager wa KDF tafadhali. Yeah. Ongeza size kidogo. Ongeza size. Squeeze nimedivert nimeenda kwa keki juu KDF ni kidogo sana. KDF huoni ikishibisha. Saidi sana. Okay, sawa. So there's two concerts at the same time. But is performing na Ringtone ana perform. Utaenda gani? Lazima ni choose ama naweza kataa zote. Zina perform at the same time. Na lazima uende moja. Uwezi enda zote mbili. But ana perform huku, Ringtone ana perform huku. Unaenda gani? Mimi ni ngumu. But mimi naweza enda Ringtone. Is it because unapiga gospel? Pia Baha alikuwa msanii wa gospel. Alikuwa. Sasa it's so evident afanye gospel, but mimi nasema naweza enda Ringtone cause huwa naona Ringtone yeye akona hiyo funny side, una get? But ni mse ukiangalia into stories zake, ni mse anakuanga real in a way, una get? Alafu ni mse yani ni mtu ukikaa na yeye, though sijaikaa na yeye, but mimi huona ni mtu anaweza kuinfluence in a way. But Baha sijui nitasema aje, sitaki kuongea vibaya. But yeah, nampenda in a way and stuff, but Baha sijui nitasema aje. Ni ile tu sijui, but siwezi enda ya Baha. Kama ya Ringtone, inaweza enda ya Ringtone. Cause Baha namjua in one way. Nimefuatilia stories za Baha, Mr. Seed and stuff na wajua. Una get? But mtu kama Ringtone naweza penda kumjua. Nijue like yeye nini humu inspire. Yeye ni nini huwa inamdrive. Ndiye afanye hizo vitu huwa anafanya. Una get? Okay, sawa. The Vini Breakfast Show is all about keeping the positive energy. Lazima tujibambe kwa show as much as mzee unatupreachia. And leo pia just preach for someone. So, as a student now, let me just talk about your personal life. As a student, how do you handle
Because I know very well that you have friends. Yeah. You have to have friends. Huwezi survive kampo bila friends. Kuna wengi. Uko na wengi sana. Na si ati wote wameokoka. Yeah. So how do you handle friends wenye kidogo ukiwaambianga tufungue Bible verse, twende Bible study, wanakwambia wewe na malaika yako kaa kando kidogo. How do you mna relating na hao aje? Mimi niko na friends, niko na fans wengi, but sidhani kama ni mimi designer relate na msee huwa inamuonyesha kitu. Una get designer relate with my friends huwa alafu mimi si msee huwa na hang out na tuseme ati huyu juu ameokoka huyu. Yeah, bad company ruins good morals, but you let people see, vile nimesema, you let people see what you want them to see. Una get? And ukiwa place tuseme mahali watu tuseme mabeshte zangu wanaongelea vitu gani na vitu gani, pia mimi nitaongelea. Unaona, if they are talking about sex, I'll talk about sex with them, but mimi nitakuwa na intention tofauti, nitakuwa na vibe ya mimi nataka niwaonyeshe the other side. Sijui kama unanifeel. Kama wanaongelea about drugs, pia mimi because mimi siwezi danganya, I have done drugs, una get, but sasa mimi nitakuja in that topic but with a different intention. Nataka niwaonyeshe chenye the right way. Tutaargue, but I'm sure cause mimi huwa hata nikiingia kwa argument ama nikienda place lazima kuna ile tu silent prayer, una get. Najua ni God at work. Tutaargue, after that utapata juu siwezi kuja nikwambie manze tuanze kusoma Bible from Genesis. Haita make sense. But nikikuja nipate tuna argue manze iko hivi, drugs manze bangi nini, una get. Alafu mimi nikuje pia mimi ni join. Unaona? Kitu ya kwanza mtafilia umse ako na knowledge about it, pia anajua. Alafu sasa mimi niwaambie by the way mnajua Bible, place fulani inasema hivi. Place fulani inasema hivi. Yeah, that's preaching. Even Jesus was rejected in his hometown. Ushaifika mahali umeenda kugotea mabeshte, unaona wakijitoa. Juu unajua tu ile kitu tu unakuja kusema hapo ni praise the Lord. Unafika tu mahali wewe umeenda tu kuogotea, lakini unaona huyu mtu anakuja kutupreachia, lakini tunajua vizuri Friday tulikuwa nini. Kitu kama hiyo shaikuwa penia. Mimi si mabeshte wangu hajaitoroka, but maybe by the look in their eyes maybe they are like judgmental kidogo anaogopa kukaa. Hiyo juu anajua style akifika hapa tutaongea hivi, tufanye hivi. Okay, so there's a student, a lady. Yeah, student lady. Kidogo wako amepanga, lakini kidogo wameenda wakacheza huko nje. Akapata bola. And this student anataka aendelee na masomo. Hataki ku disappoint wazazi wake. Then amekuja kukuomba advice, anakuuliza atoe ama ambie wazazi. Na obviously akiambia wazazi anaenda kukua thrown out of the house. Which advice will you give her? Let me tell you one thing. My generation tunaogopa one thing, nimerealize tunaogopa magonjwa, tunaogopa ukimwi, tunaogopa mimba than God. Nugget na build tu hiyo swali umeniuliza. Utapata before someone get into bed, into fornication, into what, mtu atakuwa na that fear of God. Mtu atakuwa tu na ile wasiwasi, naweza pea udem ball ama naweza pata okay, you get. So ukiwa in such a situation, ina depend. Unaogopa Mungu, unaogopa wazazi wako zaidi vile unaogopa Mungu. Unajua unaweza fanya kitu kupendeza mwanadamu, una get, lakini naye Mungu naye atakuja afanye kitu kingine utaipenda. So mimi naweza advise that masomo at that point haijalishi, wazazi at that point haijalishi, ni relationship yake na God. Cause ukisha abort hiyo kitu itakuhaunt. Alafu hebu imagine uabort uoleke na usiipata mtoto mwingine because of what you did. Because of what you did. So mimi I'll advise her, don't abort. So it's all about the supreme being. It's all about God. Because mimi na believe okay, ime happen in a bad situation, yes, ama in a setting ni mbaya, but iko na purpose. Cause utapata watu wengi, unapatanga mtu alizaliwa out of, ilikuwa mtu kama Cristiano Ronaldo, sijui kama ushasikia story yake. Mamake alisema alikuwa anataka kumabort, but hakumabort. Ndio huyu saini. Una get. So ni God tu. Ukifia God uta make the right decision. Sawa. JBD na Timeless Noel, nani ungependa kupiga collab na yeye? Timeless ni best yangu.
but chagua moja, wacha story nyingi. Ni nini unazunguka hivi na swali liko hapo, unachagua JBD ama Timeless? JBD hapa na vibe nyingine. Mimi feel tukiingia kwa beat hivi manze inaweza ua. Yeah. Inaweza touch souls. Okay, sawa. Who would you like to have breakfast with? The Kenyan celebrity. Wacha tuendelee na vitu zetu tu za Kenya. Kenyan celebrity ni nani ungependa kukunywa chai na yeye? Niseme nani? Wa gospel ama any? Okay, sasa hapa ni open, unaweza chagua hata ukiamua uchague wanasiasa. Wewe ungependa kukunywa chai na nani? Who would you like to have breakfast with? Mimi ningependa ku have breakfast na mtu kama hata siko sure juu ni wengi. Sasa si useme mimi, I can buy you breakfast. Unakunyanga breakfast ya kusema. Kama shida. Amauza celeb by the way, usidhani niko tu. Yeah, naelewa. But mimi naweza sema ningependa ku have breakfast na mtu kama size 8. Yeah, ni moja ama naweza sema moja tu. Sasa nataka useme hivyo moja alafu usie why. Maybe kuna venye unaona anaweza contribute something positive to your life ama kuna venye tu ana influence. Yeah, mimi naweza penda size ku have breakfast na size 8. Though like napenda Mr. Seed. Watu wengi hujua napenda Mr. Seed, but nampenda juu ya vibe yake on stage and stuff, energy anaweka. But size 8 mimi huona ni mtu ako na experience. Alafu ni mtu amekuwa in two different sides, because I'm sure alikuwa anaimba secular before transition if I'm not wrong. So ni mtu mimi naona nikiweza anaye breakfast anaweza ni teach a lot. Okay. Anaweza nionyesha mambo sijaona. Okay. Yeah. Anaweza ku influence positively. Anaweza ni influence positively. Yeah. So as we wind up, the show has been very, very much great to learn a lot, but I just want you to talk to someone. Nataka uongee mostly to the youths and maybe the students wenye wako shule. Nimesikia you've mentioned that kitambo kuna venye kadrag mahali kalikupeleka, but still bado you are walking in the path of Christ and you are still saved, bado unapiga gospel. So I just want you to talk to someone, yeah? Talk to a student mahali, just advise someone now venye anaweza balance the student life and talent pia included, and just maintaining walking in the path of Christ in maybe 30 seconds hivi. Okay, mimi nitasema that as a student manze life ni tricky, yes, but as much as you are complaining about what's going on in your life, what's not happening in your life, sisi wote tumebarikiwa at different levels. So manze, remember the word of God says, ukisoma ni Isaiah 55 hapo from verse 8 if I'm not wrong, inasema like thoughts za God si thoughts zetu, na ways za God si ways zetu. As heavens are far away from the earth, and in the same way thoughts zake na zetu ni tofauti. So wewe unaweza kuwa worry about something, about your relationship, about your financial life, about your family, your parents, but remember, take it to God. Come to me all who labor and are heavy laden, I'll give you rest. Matthew 11:28 inasema hivyo. So amen. It's all about going to God and trusting God and obeying and following his ways. Kila kitu itafall in place. Yeah. Thank you very much for such a motivating word. Yeah, thank you very much. I hope kama uko nje, kwanza unafanya nini huko nje, but I know you've spoken to someone and someone has taken this advice so serious. As a student, you're always supposed to maintain, you're supposed to walk in the path of Christ. Mimi najua, okay, I also know that almost, in fact, everything that is happening in your life, they happen for a reason. Yeah. Na ni Mungu ana driving hizi vitu. Huwezi run life yako peke yako. So thank you very much. Tukimalizia, watu wanaweza kupata wapi ma social media huko? Okay, mimi on YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ni Starhill Patrick. Star ya nyota HIL Patrick. Hivyo kila place Starhill Patrick. Sawa. Yeah. Okay, I wanted to ask you this question na karibu ni isahau, but acha tu nikuulizie hata tukimaliza. Ni ngoma gani uliwahi toa ukaona imehit ukasema basi mimi sasa natafuta collab na JBD? Mimi ni ngoma nimetoa zote nazipenda, but mali zimefika na trust ni God amezifikisha hapo, because I'm sure ngoma zangu zote ziko na hiyo level, ziko na that potential ya kuwa hit songs Kenya, East Africa, una get, but God ameziallow zipate the views ziko nazo, zipate the popularity yenye ziko nazo sahi. So mimi naweza sema zote ni but there's one song naipenda sana and it was Suluhisho. Okay. Yeah, Suluhisho, it's a song inani bless sana. This was the Vini Breakfast Show, the #1 breakfast show
The best breakfast show, so far so good. And on the show today we had Staley Patrick, one of the gospel artists. He's also a student at Kabarak University pursuing Bachelor of Telecommunication. Ametupreachia, ametuambia how to walk in the path of Christ as a student, yeah. And so as we wind up, we just want to thank each and every one of you for supporting us, yeah, for subscribing to the channel. And if you have any suggestion to any guest you'd like to see in the show, tuongelele morning yake tujue inakwaje. The Vinny Breakfast Show is all about the positive energy and to talk about the morning venye unajua morning ya kila mtu inakuanga different. So if you have any suggestion of any guest that you like to see in the show, please comment hapo tuambie na tutamleta. Thank you very much.